OCS wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, Dishen Angoya, anatibiwa katika hospitali ya Lang'ata baada ya kukamatwa kisha akaugua. OCS huyo alikamatwa kwa madai ya kuachilia huru maandamanaji 64 waliokamatwa jana kwenye mgomo wa sekta ya uchukuzi hapa nchini. Aidha, Ode Francis anafuatilia taarifa hiyo toka asubuhi na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja. Ode Francis, awali tuweza kuona maafisa wa usalama wakiingia hospitalini humo. Ilikuwa katika hali ya kuwaondoa wanahabari au wanaharakati waliokuwa wamefika, ama ilikuwa kisa ni nini? Nimrod, tungali katika hospitali ya Lang'ata ambako OCS ambaye alikamatwa hapo jana aliweza kufikishwa, na kwa sasa kumekuwa na hali ya mshike. Vijana wamefika hapa kuweza kutaka kujua iwapo OCS yuko shwari au la. Wameweza kuulizia iwapo wataweza kumwona, ingawaje usimamizi wa hospitali huu imeweza kusema kwamba wawili wanaweza kuingia ndani na kuweza kudhibitisha iwapo OCS yuko shwari au la. Waliweza kuingia na wakadhibitisha, wameweza kuzungumza nasi wakisema kwamba OCS yuko sawa na hajaweza kuwekwa pingu kama hapo awali. Nikujulishe kwamba kuna wale mawakili ambao wameweza kufika hapa, wamefika kwa wingi kuweza kuhakikisha kwamba OCS yuko shwari, na hapa pia ndipo wale vijana ambao walikuwa wamefika kuhakikisha kwamba OCS ameweza kupata ulinzi. Nikujulishe tu Nimrod kwamba eneo hili kumeweza kuletwa maaskari ama maafisa wa polisi ambao kwa sasa wanashika doria eneo lile ile kuhakikisha kwamba chochote ambacho kinaweza fanyika hapa ni usalama tu, na vijana pia wako sawa. Nimrod, tumekuwa hapa kuanzia asubuhi mida ya saa 1. Nikujulishe kwamba OCS alikamatwa asubuhi jana jioni na akaweza kuwa mgonjwa, na eneo hili ambapo hospitali hii aliweza kufikishwa ni mida ya saa 9 ambako alikuwa mgonjwa na akafikishwa katika hospitali. Nikujulishe kwamba yupo hapa mpaka sasa, hajafikishwa kotini, na mawakili pia wanaendelea kuhakikisha kwamba sheria imeweza kuchukua mkondo wao. Wanasema kwamba pia wao wako hapa kuhakikisha kwamba sheria imeweza kuchukua mkondo wao. Nizungumze tu na baadhi ya wale ambao walifika hapa waweze kutujulisha kipi ambacho wanafanya hapa na labda mtazamo wao kuhusiana na hili ni vipi. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mohamed. So si tumekuja hapa kama vijana juu si wote ni wa Kenya, sawa? Si ni wa Kenya na tumekuja hapa. OCS pia ameshikwa, yeye pia ni Mkenya kama sisi. Mimi nataka niambie tu wase wote ni uniform, men ni uniform. Usikubali kutumika, wewe pia ni binadamu, kuwa na utu. Juu sisi vijana si hatuna ubaya na msee. Sisi tunapiga shughuli zetu, na OCS yeye ameona vijana walikuwa wanafanya shughuli yao roho safi, wakaamua ni aje haina haja wase wakae ndani na hawana makosa. So mimi naambia wase wote, anyone who's watching, kama unajua unafanya kazi yako, ifanye kazi yako na uadilifu. Juu vijana hawana shida. Kama msee umemshika na hana makosa, achana na yeye aende. Umesema unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Moha. Mimi naitwa Moha. Acha tuzungumze na mwingine. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Anes Nyongesa. Mimi ni mkaji wa Lang'ata. Nimekuja kusikia hali ya OCS. Na mimi naambia tu vijana kitu moja. Watulie, wasikuwe watu wa vita. Tupendane, si wote ni raia. Utasema kitu? Siseme kitu, nilikuwa nimesema asubuhi, lakini nasema mafuta tu ndio mimi nalilia. Sababu ya sisi tuliongea asubuhi, tumesikia kopoa hali yake iko sawa, hapa hatuna shida. Ile kitu tunaomba tu mafuta, wale kama tushikishie mafuta, turudi kazi, tuendelee na amani. Nimrod, hali ni kama hiyo. Ni vijana ambao ni wa eneo hili ambao walifika hapa kuhakikisha kwamba OCS ambaye alikuwa amekamatwa hapo awali kwa sasa yuko shwari na anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Lang'ata. Kwako Nimrod. Naam, huyo ni Francis Ode akiripoti nje ya hospitali ya Lang'ata ambapo OCS wa Central aliweza kukamatwa hapo jana. Dishen